Tambulisho ndio kama nani? Bwana mimi naenda kama Kaisi MC 52 CEO. Nani? Kaisi MC 52 CEO. Hapo kwenye CEO hapo ndio mimi unaponichanganya, sio vipi yani? Yaani saa hapo mimi labda nakuchanganya kitu gani baba Ivani hapo? 52 ziko ngapi? 52 iko moja tu. 52 watengwa ndo akina nani? 52 watengwa ndo sisi, na 52 watengwa iwe namba mbaya, iwe Midamu Empire. 52 ndo huyo. Yaani lakini wewe ndo CEO. Ukizungumzia 52 mimi ndo CEO mwanangu. Sasa mbona naisikia 52 hapa juzi kati nilifanya interview na msanii kutoka Kivule, Mbala MC. Yeye anaenda kama 52 CEO watengwa hivyo hivyo. Sasa hii inanichanganya hii mwanangu. Bwana hapo mimi mwenyewe hapo unanichanganya kwa sababu unajua 52 CEO, 52 watengwa ndo mimi hapa yani. Kwa sababu wale tunawajua au sio, tunafahamiana labda hivi na vile kwa sababu tushashia mawazo 1 2 3, lakini wao wanaenda kama B52. Na ndo wanafahamika hivyo hata kwenye mitandao yao na kijamii ni B52. Wao wanabeba sisi 52 ziko mbili, kuna B52 na 52 watengwa. Na uweze ukasema B52 au sio bwana? Yaani kama 52 na 52 ndio hiyo watengwa. Leo aina ndo sisi yani. Na 52 dawa kuacha au sasa wao sasa kwa sababu Mbala MC ujue. Sasa huyo au sio bwana? Kwa sababu kila mtu ana kitu chake. Kitu changu mimi Kimpagala worldwide Kigamboni wapi na kila kitu ni 52 watengwa. Ila unamjua Mbala? Mimi Mbala mwanangu tunafahamiana tu. Hujawahi kuwa naye katika nini logo yenu ya 52, hujawahi kuwa naye yani? Yaani kusema kuwa naye kwa logo ya 52 watengwa. Hata kama labda na CEO au kama mmebiana vipi hiyo namba? Yaani kwamba hapo sababu kama kuna wizi hiyo namba, sijajua mwenyewe nani kati ya wewe na yeye. Yaani hiyo kwamba haina ubishi mwanangu. Yaani hata ukija yani ukizungumza Kimpagala yani au vipi 52 CEO ndo mimi mwanangu. Labda kwao huko ndo yeye 52 CEO kwao, lakini kwa sababu unajua bwana hizi namba au vipi na hakuna mtu alioleta namba au vipi, ila tunaangalia nani ambaye alokuwa anaipapawa au sio? Lakini ukizungumzia 52 watengwa yani sisi ndo wanzilishi, yani sisi ndo tunaipapawa 52 watengwa. Ushai kuishi naye Mbala? Nishaishi naye mwanangu. Geto moja mfano hivi au? Hatujakaa geto moja, ila tulikuwa tunakutana mazingira ya kazi, mfano labda studio tunafanya kazi kwa sababu kuna hadi kazi moja nimefanya naye. Na mimi utambulisho wangu umeenda kama Mr CEO kama ninavyotumia as usual. Hiyo nini katika hiyo ngoma uliyofanya naye? Ngoma mimi na yeye yani as usual. Kama kawaida Mr CEO na mwenyewe anaelewa. Na kwa nini alijipaisha kwamba CEO na yeye amejipaisha Mbala MC kwamba anajua CEO nani? Hiyo ngoma inaitwaje? Hiyo inaitwa kunizika mwanangu wetu. Imetoka? Hiyo ishatoka mbona muda. YouTube ipo? YouTube bado sijaipandisha ila tutaipandisha tu. Hiyo video tufanye ubishi hapo, tutoe ubishi kama wewe ulijipaisha CEO alafu hajafanya chochote, na maanisha kabisa yeye kakubali kama ndio CEO au sio? Ndio iko hivyo Baivani, kwa sababu kuna vitu vingine mwanangu sio vya kutia ubishi. Kuna vitu vingine sio kukaza fuvu au vipi, inabidi tu sometime moja urelax. Nimeona kafanya ngoma na Jeusi MC 32 na yeye CEO wa 52, kwa hiyo nataka kuniambia yani na Jeusi MC pia kuna tetesi za 32 ya wewe mtaani wapi mwanangu? Mimi mwanangu mtaani kwangu Kongo Mzinga ndugu yangu. Vipi kwa 32 ya Macho Kitengo na 32 ya Jeusi MC? Hii nayo kwa kweli haya. Maana hii namba hizo zinagombaniwa, alafu hizi mbili hizi bwana zinagombanisha sana hizi. Bwana baba Ivan mimi nisikuficha wala nini mwanangu au sio bwana? Mimi namjua mwenye namba bwana Mr 32 Macho. Mimi ndo namjua Macho Kitengo. 32 ya kwake. Kwamba yeye ndo inajulikana yeye ndo ya kwake. Aziujo kama kawaida. Na wewe mwenyewe unajua toka kitambo kuhusu hilo bwana. Mimi Macho namjua muda mrefu sana. Wewe namba umeanza kuisikia kwa Macho kwa Jeusi? Mimi namba nimeanza kuisikia kwa Macho mwanangu, nisikufiche. Haya sasa na kwenye 52 yako. Wewe kipindi na 52 ulipokutana na Mbala MC, vipi ulimkuta tayari ana namba, ulimkuta ana namba? Mimi nimekutana na Mbala MC, nimekutana naye anapaisha namba. Ila apaishi namba kama namba, anapaisha namba na kuweka letters ndani yake, yani herufi kama ba, be, shanaelewa. Na ndio maana yao imekaa B52. Shanaelewa. Ina maana kasheka herufi kaeka na namba. Ni copy. Yani hiyo inakuja kwa kama copy na kupaste. Ila original yenyewe imesimama kama imesimama 52 hapa. Unaona hadi mimi mwenyewe navaa mwanangu. Unaona watu wote wanavaa wote. Hizi hapa 52 ndio.
Ndio. Nini Baivani, sometime moja kuna vitu vingine tunalibiashana. Yaani tunalibiana biashara, sio umeelewa? Kwa sababu kwamba ukishamwona mtu kaanzisha kitu au vipi, wewe hata kama labda ulishakianzisha, kama unataka umoja basi tufanye umoja au vipi? Tushirikiane kwenye majambo au vipi? Sio unakuja unataka kujiita wewe kiongozi wa kitu fulani, kiweko kitu umetukuta si wenyewe tunakipushi au sio bwana, kiende juu. Unaelewa? Kwa hiyo kama unataka makubaliano njoo tukubaliane. Hii imekaaje sana kuweza au vipi? Maana hii kama ulivyosema kuharibiana biashara. Sasa imekaaje anakuja tu anachukua tu ile wakati biashara ujue hizi mabeli yanauzika ujue sasa hivi. Na ndio maana nakwambiaje baba Ivan, kila kitu sasa hivi kinaenda kiserikali na kila kitu kinaenda kimipango. Unaelewa bwana? Kwani wewe ulijuaje kama sasa hivi Jeusi MC ataletewa ambushi na macho? Kabisa vitu hivi. Umeona kazi? Kwamba hajulikana tu. Kweli upo. Umeona kwamba macho yeye alishasajili. Umeelewa? Alishafanya 1 2 3 ting tang zake anasojua kimya bila kumshauri mtu. Sasa na mimi huwezi jua kama je veti navyo au je vibali navyo vya 52 wewe utajuaje? Mimi nikija kugongea hodi hapa sasa hivi bwana umevaa beli umeprint wapi? Utaniambia nini? Na kibali nacho na kuonesha bwana nichapa nacho cha 52 kwamba print ya nani wewe? Shene wewe nani umeprint wapi? Mimi kanuzi mbala bwana. Sasa mimi mbona simjui kama yeye 52 mimi twende huko 52 tutafikishana tu. Tutalivana. Mapema tu. Sababu sina mimi apei unajua mwanangu ninaingia. Najua. Vitu vya gharama unajua Baivani unajua. Alafu sometime moja sio mtu unakurupuka unajua. Alafu unajua nini? Wauni kama wauni. Hawajafagilia michezo yao waliofanya au sio bwana? Wauni wamekunja unajua. Kumbe hii brandi kubwa unajua yani power mtiti mwanangu. Usimwone nimekuja naye mtu mmoja mwanangu Baivani. Yaani kama mngetaka nije na kijiji, mimi nakuja na kijiji hata kosta 20 yani afu poa. Bwana umevaa mabeli. Wote 52. Kwa sababu yani ukizungumzia 52 yani unazungumzia kwa ustazi kote kule unazungumzia hadi Kigamboni unajua 52 worldwide hadi kule kote yani kwa ngoma kote inajulikana. Au vipi bwana? Na mimi nakwambiaje kwamba haina ubishi na tuna support wetu wengine 32 pia wapo. Na ndio maana sisi hapa hatuna ubaya na mtu. Si 52 naishi na mtu yote uwe 32 uwe 45 uwe nani si 52 watengwa uchawi nini kama vile tunaishi na watu afu watengwa. Unajua watengwa na tufana ambao wametengwa. Imekaje? Sasa sisi kwanza tumeita 52 watengwa kwa sababu ya vitu vingi tu mwanangu baba Ivan. Cha kwanza sisi tumejiita watengwa kwa sababu sisi mwanangu tunakaa Kongoe Mzinga au vipi? Ila ukija kuangalia kule Kongoe Mzinga kimazingira muziki yani au vipi hivi labda FM labda nani au sio bwana? Hawajawahi kufika kule unajua. Japokuwa kuna msanii yupo kule Mima. Unaelewa? Lakini ile power si atupewi kule unajua. Kule kama kule. Shia anacheza kiemu si wapi. Sasa mpaka hapo mmetutenga amjatutenga. Mmetutenga ila wana sisi tunaishi nao peace. Umeona? Ila sasa nakuja kukupa maana ya 52. Ya 52 ni wingi huo. Na ndio maana mbele tukaweka watengwa. Huo ni wingi na ndio maana tukaweka watengwa. Ma MC wapo wengi unajua kwenye 52. Ndio maana tumeenda kama 52 ndio maana tuko wengi. Sio umeelewa bwana? Wengi afu tumetengwa vile vile. Ila sisi hatumtengi mtu. Sisi tunaishi na kila mtu shehe wangu. Sisi tunaishi na kila na ndio maana hata hao ndugu zetu wengine au sio tukapokeana nini fresh hadi kesho mimi kazi nafanya kule nafanya hivi lakini vinasikitisha tu vitu vidogo ambavyo vya kuwekana sawa vya kurekebishana tu mwanangu. Yaani kama anakuzunguka. Yaani ndio hivyo yani tunazungukana ni mwanangu Baivani wewe mwenyewe unajua tunazungukana. Saluti sana mwanangu CEO mwenyewe 52 huyu hapa au sio bwana? Yaani ni kwa heshima mpaka nipo naye hapa. Nilipiga na story na Mbala MC 52 akasema ndio CEO story bwana wauna wamenishambulia sana. So CEO sijui nini 52 kwenye anajulikana sasa hivi bwana usiibe kitu cha mtu ujue kama mtu ujue aendi sijui aonekane ujue watu hapo wanafuatilia vitu toka huko kitambo. Sasa 52 yenyewe imejulikana bwana. Mimi sikutia neno aka watu wana vibali vyao bwana huko kumbe. 52 nayo ndo kama hivyo watu ma CEO kumbe wenyewe wapo bwana. Watu wana vibali vyao kama hivyo tia maneno atafikisha najua watataka kulipana kweli. Bwana sasa hivi bwana tafuta ma CEO wenyewe wanapotoka kazi za mabeli ya watu, logo za watu, tafuta ma CEO wenyewe, tafuta watu wenyewe official kwa ajili ya kuuza hizo kazi upate mabeli. Sasa hivi unajua kukamatwa hata wewe unavaa mabeli ovyo. Sijui mtu akuchapishie beli huko la nani sijui nani ukavaa unajua kukamatwa hata wewe ulovaa. Tafuta wahusika wenyewe. Bwana mwanangu hivi karibuni vipi? Kuna kazi yote ambayo utakuachia au ile? Maana kimya. Bwana hivi karibuni kazi zipo nyingi ndugu yangu. Hivi karibuni baba Ivan kazi zipo kibao yani ziko mtiti naweza nikasema hivyo. Kuna kazi zangu mimi mwenyewe zipo kama kazi 4 hivi. Ipi hiyo?
hiyo kitu kama EP hiyo. Tutaweka na extra bonus au unajua zile ngoma yako ya kuongezea hapo au sio? Kwa baridi basi mchongo kwenye EP, mimi nataka sana kirefu cha EP nini? Bwana, kirefu cha EP ndugu yangu. Yaani kirefu cha EP naweza nikasema kama ni tuseme yani ni mpangilio wa ngoma zako kuanzia labda namba 1 mpaka namba 5. Nataka ile E kirefu chake, P kirefu chake. Baba Ivani. Episode hiyo kama kawaida wasema mwanangu. Ngoja bado hujamaliza sasa. Baridi. Basi kutoi baridi. Neno moja kwa ajili ya 52 kwa heshima nile. Nipe vitu fulani hivi ile kwa ajili nikanyagie. Wanaoiba namba kwa ajili yao. Najua kibao kikosi kuandalia tu kama hao. Unasikia ndugu yangu? Wanaoiba namba au sio bwana? Sisi safari hii kwanza lazima tudili nao au bwana? Sababu uwezekani wewe hata takaogea katika njia nilio sasa mikanyago yani verse unitemkie kwa verse anataka tungo kali nataka. Najua wewe lazima wewe ushaandalia kitu wezi lazima wapewe kitu chao, unajua bwana. Ndio maana wanaambiwa MC wengine Sosile uaji wezi wapo kwenye show bado wanaimba mapenzi. Chula anasema kuwa anapiga cha mkwezi ni undezi, ukiwafuata tuonekana lezi. Wanajifanya na flow za kila aina, mimi na bullshit sababu nina flow za kichina. Shivo ulivyozani ndivyo sivyo, na wapo suspension MCs wende likizo wanapiga majungu paka natia fola sijisifu. Mimi wananiita mzee wa bakola. Imeshafika imida mangamizi, panchi zako zinawawasha misili ya tangawizi. Hizi ndo zetu kibabeloni, silete za Uswahilini una jambo umeweka foni. Kwani uone waangalie usoni sura za mama zao ila loza wa koloni. Chaka mchaka na mfuta moja kwenye mziki ni vilema bado anajikongoja. Ngoma zao bado anasema ni soga na napoelekea utakuja liwa viboga. Ngoja kwanza. Mwanangu, hujawahi kufanya hip hop wewe? Mimi mwanangu mimi mbaya sana kwenye pop, mbaya kwenye trap. Mimi na trap na hata muziki wangu nafanya yani mimi muziki wangu tofauti kwanza ndugu yangu. Hapo kwenye muziki wa tofauti hapo. Haya. Kwa hiyo unaambia wewe unaweza kubadilika kwenye singeli ukatuletea za tofauti. Yaani mwanangu yani tegemea vitu vinavyokuja hivyo ni vya tofauti. Kwenye muziki huu wa singeli. Huu wa singeli ndugu yangu. Yaani huu wa singeli, yani muziki wa singeli tutafanya kama rapu kama trap, lakini ndo singeli. Sasa kaje skaachia welcome to hip hop. Jeusi kaposti kasema atutangazi hip hop, tunatangaza singeli. Kwa hiyo kama hajapenda hicho kifanya 45 kwenye muziki wa singeli kutangaza hip hop. Wewe na wewe umesema tutegemee vitu kibao katika muziki. Jeusi anaona kama watu wanashusha muziki, wanaharibu muziki wa singeli kuingiziana muziki mingine. Wewe nao unaonaje? Mimi kwangu mimi hapa binafsi, mimi naona kama alichokifanya Kaje kitu kimoja sawa tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe kila mtu unajua ana njia zake, kila mtu ana mbinu zake za usanii, unaelewa? Yeye kaamua kuja na mbinu ya kulapu katika singeli, ya kulapu kwenye singeli, unaelewa bwana? Njia hip hop sawa imekaa, na ndio maana watu wengi wamependa na wana appreciate kitu anachokifanya. Hata mimi pia naona alichokifanya kitu cha tofauti, sio, umeelewa? Na ndio maana kila mtu inabidi uje na utofauti wako, sio unakaa unamsema mwenzako. Usikae kumsema mwenzako, wewe msanii fanya. Yani wewe msanii fanya. Yani si uwezo. Sio na disi mtu au unafuata kitu cha mtu, usifanye hivyo. Fuata kitu chako. Yani kama unajua tu mwanangu. Noma sana. Kama uwezo unao wewe fanya. Mwanangu huyo hapa 52 CEO mwenyewe kabisa, au sio? Tupe kigongo chengine cha mwisho na kuachia mic. Maana wewe mtamu sana katika michano mwanangu, alafu najua kali wengi sana wanapenda flow. Iko ni hapa wanangu, au sio bwana? Wote wasana na mapenzi nini? Flow kali hizi hapa, wote wakali 52 wote wakali. Yaani sti neno tondoke. Bwana mimi hapa kwanza ngoja niende na mapenzi au vipi? Nakubali ndo mule msela na mapenzi. Anakwambia baba, unavunishusha kunipandisha na isikamo nataka sifa, unaniita nyoka kibise, zo sifa staki kabisa. Hala yelo nipe nyingine nafasi, moyo wangu nenda mbio lesi zaidi ya mwendo kasi, sitokugusa nafikiri nafuta nyasi najadili, umenijaa kwenye ubongo wangu wa akili, moyo mmoja napenda wawili, mapenzi manyili na makilikili, ukinipa niwashe mimi na ikili hii sigeli nakwambia mziki wangu mimi tofauti, mbona huwezi kunielewa? Wewe mimi sasa kutia neno ma story mengi hapo, huyu mkali bwana, sisi tunamaliza hivi.